jukumu. Yani nataka kujua, yani tunaposajili mchezaji tunakuwa tunaangalia mahitaji ya timu. Ndiyo. Yani kwa mahitaji ya Simba kile inachokitaka huyu anafit au yani timu isikae bila kocha, jamani angalau tumalize mwaka nini aje. Kilichozingatiwa ni kitu. Sasa ni swali zuri sana ndugu mwandishi. Ukitazama kwanza kwenye hatua ya kwanza kumchukua kocha mpya lazima uchukue CV. Kwenye CV kuna maeneo mawili ambayo unayatolea macho kwa kiasi kikubwa. Katika maeneo mawili kuna eneo moja ambalo Simba walipoyanga mara ya mwisho. Kwa nini? Walimtafuta kocha ambaye alikuwa hajakizi vigezo vya CAF, kwa maana ana leseni, kwa maana ameanza Dimitar Pantev. Kwenye CV unakwenda kuangalia leseni, kocha huyo na leseni gani, kwa maana ngazi ya level ya taaluma ya ukocha ni ipi. Kocha Steven Robert ana leseni ya CAF A license pamoja na UEFA A license. Amekizi vigezo vya kuwa kama kocha ambaye anatambulika pia na CAF na kila kitu. Umeelewa? Kwa atakupo bench kama kocha mkuu. Jambo la pili, unaenda kwenda kuangalia records za huyu kocha. Wapi ametokea, alifanya nini, ni kocha ambaye ana nini kwenye kabati lake, ama ana rekodi zipi kwenye kule ambako ametoka. Ukiangalia katika ile eneo, una base katika eneo la uzoefu, experience, it's matter sana katika eneo la coaching. Kwa eneo hili, katika maeneo mawili, Simba wamepata dodo. Kwa nini? Ni kocha ambaye ana leseni vizuri kabisa. Njoo kwenye experience, uzoefu, hasa katika soka la Kiafrika. Unafahamu msimu uliopita alikwenda nusu finali kwenye kombe shirikisho, Simba ndio ambaye ilimtoa. Umeona? Kwa hiyo tayari ana experience na soka la Afrika. Lakini pia msimu huu pia Stellenbosch ilikwenda pia hatua ya makundi. Kwa hiyo haikuwa fluke, kwa maana haikuwa bahati mbaya. Alikwenda kwa mara ya pili. Njoo kwenye soka la ndani ambao tunafahamu katika ligi bora barani Afrika ni ligi ya Afrika Kusini. Kumaliza nafasi ya 3 ilikuwa sio jambo dogo. Jambo kubwa, kwa bana kuna kitu ambacho amekwenda kukionyesha. Kwa katika maeneo mawili unaona kwamba Simba kuna namna ambavyo amefanikiwa katika asilimia zaidi ya 70, kwamba ni kocha ambaye anaweza kuwapa kitu tofauti. Na lakini pia unaenda kuangalia kwamba ukitazama Stellenbosch sio kama ni timu ambayo ilikuwa labda imefanya uwekezaji mkubwa, wachezaji ambao wana gharama kubwa sana. Wengi ni vijana ambao hata Simba kuangalia msimu ina vijana wengi tu ambao wako pale kwenye kile kikosi.